Bila shaka mtazamaji ni mzima wa afya. Nichukue nafasi nzuri kabisa kukukaribisha katika kipindi chetu cha Afya Kwanza, ambapo tunaangazia katika masuala mbalimbali ya kiafya na tunakuwa tunakusogezea wataalamu ambao wanahusiana na masuala ya afya ili kujua kile ambacho kinaendelea katika upande huo wa afya. Mimi ni Hilal Omar, ni kusihi tu endelea kwa nami mwanzo mpaka tamati yake, kwa sababu kuna mambo mazuri ambayo tunakuwa tunayakusanya hapa katika Afya Kwanza. Na leo hii mgeni wangu katika kipindi chetu cha Afya Kwanza ni Dr. Yunus Amur. Yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi, lakini pia magonjwa ya uzazi kwa wanaume. Dr. Yunus, karibu sana katika Afya Kwanza. Ni mwendelezo wa vipindi vyetu. Asante. Najua ni mgeni mwenyeji kwa sasa katika Afya Kwanza. Ndio. Leo hii tunazungumzia afya ya nywele. Kwa nini tumelenga mada hii ya afya ya nywele kwanza? Kwanza ni wasalimie ndugu watazamaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tunazungumzia afya ya nywele kwa sababu nywele imebeba sehemu kubwa ya maisha yetu wanadamu. Nywele ni sehemu yetu, nywele ni sehemu ya utambulisho wetu. Unaweza ukanijua mimi kwa sababu tu ya nature ya nywele zangu. Lakini nywele ni sehemu muhimu ni kuleta mvuto na mambo mengine ambayo yanaleta social interaction, mambo ya kijamii na mambo ya ule utu wa mtu. Okay. Kwa nywele ina sehemu kubwa kwenye maisha ya mwanadamu. Asante sana mtazamaji, kuna mengi kabisa ambayo utayapata hapa kwa dokta wetu Dr. Yunus kuhusiana na masuala haya ya nywele. Hivi Dr. Yunus, asili yake nywele ni nini? Nywele hizi ni protein. Asili yake ni keratin protein. Lakini tukianza asili yake haswa vipi nywele inafanyika? Nywele imefanyika kwa sababu ya hair follicle. Hair follicle ni sehemu ya asili ambapo nywele ndio inapootea, ndio inapoanzia. Na kwa mwanadamu nywele inafanyika kuanzia wiki ya 8. Kuanzia wiki ya 8 akiwa mtoto anafanyika tumboni kwa mama yake, ndio development, yani nywele ndio inapoanza kufanyika hii hair follicle. Baada ya kufanyika mpaka itapofika wiki ya 20, basi hair follicle inapoisha kuwa tayari. Baada ya hapo process inaendelea, nyama za ngozi zile tunasema cells, ambayo inaanza cell ya asili ya kwenye hair follicle tunaita stem cell. Hapo ndo kwenye source. Baada ya kufanyika keratin zinafanyika. Keratin ni protein za kwenye skin, kucha inaponya na nywele. Zinafanyika pamoja na melanin. Melanin ndo zinazoamua hii nywele itoke rangi ya aina gani. Baadaye inatoka na ina grow. Na nywele maoteo yake yanaenda kwa stage. Kuna stage ya awali inaitwa anagen phase. Hii ndio growth phase. Na hii inachukua wastani wa miaka 2, saa nyingine mpaka miaka 10. Nywele ipo kwenye hatua hii tu. Kwa wastani kwenye kichwa cha binadamu ukichukua, basi pengine 80% mpaka 90% nywele zipo kwenye stage hiyo. Zinakuwa, zina grow, baadaye inafanya kujidetach. Zinajiachia, zinafanya rest, then inajidetach. Resting phase inaitwa catagen phase. Hii phase hii nywele ipo at rest. Baadaye na stage ya mwisho inaitwa baada ya anagen, catagen, na mwisho inakuja stage ya mwisho ambapo hii nywele inaweza ikadetach. Nywele ikidetach ndo hizi ambao unaweza ukapunguza tu hii nywele ikachomoka, kwamba nywele hii ilikuwa ipo inamalizia phase yake ya kukua. Kwa hizo ndo nywele zinapokuwa. Kwa nywele nyingi zilipo kwenye 80% zipo kwenye phase ya growth phase. Nywele kama wastani wa 10% tu ndo zipo kwenye hii stage ambayo ni tunaita catagen, ambao zinatakiwa zitoke. Na hizo ndo stage za nywele zile. Ulizungumzia katika ukuaji ama uotaji asili na pamoja na nywele inapoota. Ulizungumzia kwamba zinaanzia wakati mama mjamzito. Mtoto anapokuwepo tumboni, pale kuna uzalishaji wa nywele. Nywele ndo zinapoenda kufanyika. Yes.
Hii inatokana na nini kwa mama mpaka uotaji wa nywele kwa mtoto unakuwa katika hali hiyo? Kitu kinachotegemea, yes, nafikiri hizi ni vitu ambavyo ni programmed. Maana yake kama mtoto afanyike, kuna genes ambazo hizi ziko responsible na uotaji nywele. Genes hizi zikiwa kuna kasoro au kuna kasoro katika hizi programming, basi huyu mtoto anaweza akazaliwa hana nywele. Ama kuna baadhi ya magonjwa ya ngozi, kwa sababu hizi ngozi, kuche na nywele ni vitu vyenye asili moja. Kwa hiyo kama mtu ana magonjwa ya ngozi ya genetic, yanaweza akaja athari yake pia kwenye nywele mtokezea. Kwa mtoto anaweza akazaliwa hana nywele ama nywele zake zimekuja tofauti. Na hizi ni vitu vinaendana na genetic. Ndio maana nywele zina tofauti, watu wana tofauti. Watu wa nchi hii au watu wa jamii hii nywele zao ziko mfumo huu, na watu wa nchi nyingine nywele zao ziko kwenye mfumo huu, kwa sababu genetic ndio inayotegemea, yani vinasaba. Genetic kwa maana vinasaba. Asante sana katika hilo. Kuna swali ambalo tulikuwa tunajiuliza wengi tunapoona watoto wanapozaliwa. Inafikia baada ya muda mtoto kuna mstari hapa unakuwa unajawa, wakati hapa panakuwa hapana nywele kabisa. Okay. Yes, lakini sehemu nyingine huku zinakuwepo chini, yes, juu zinakuwepo. Huwa tunajiuliza mara nyingi, hii inatokana na nini, daktari? Okay. Haya, kwa upande wa watoto chini ya mwaka mmoja, kwa sababu kuna fakta nyingi zinazopelekea. Kwanza ukuaji wa nywele wa watoto, fakta ya mwanzo inategemea na lishe, kwa sababu hii ni nywele zake zote zipo kwenye growth phase. Na growth phase inategemea lishe, vyakula vya protini, madini ya chuma na madini mengine, zinki, yote haya yanategemea kwa ajili ya kukua kwa nywele. Na kitu chengine kwa watoto ambacho kipo ni mfumo wa homoni. Hizi pia ni kitu ambacho kina accelerate, kwa sababu kukua kwa nywele pia kunaendeshwa na vichocheo ambavyo tunaita hormone. Mtoto ana circulation, yani ndani ya damu yake kuna mabaki ya hormones ambazo amechukua kwa mama akiwa tumboni. Hizi zinaweza zikacirculate, zikazunguka ndani ya damu hata kwa mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja mtoto ndo ana level up ile mfumo wa vichocheo na hormone kuwa anazo za kwake. Kwa hile inaleta athari kwa mtoto na kuweza kuleta ile athari hii, wanapata magonjwa sio tu ya hiyo nywele kuwa zipo kwenye pattern kama hizo, lakini hata mambo mengine, mfano seborrheic dermatitis. Watoto wanapata sana magonjwa haya kwa sababu tu ya athari ya mfumo wa homoni. Asante sana. Tunafahamu kwamba nywele zitakuwa zina umuhimu ndio katika maisha ya mwanadamu. Bila shaka. Hebu tupitishe katika kuona huu umuhimu wa nywele katika maisha yetu. Okay. Kazi ya nywele, kuna kazi ya kibiolojia, kazi ya asili. Kazi yake ya asili mostly inatusaidia kutuprotect. Ina protect ngozi zetu za kichwa dhidi ya mionzi ya jua. Kazi ya nyingine ya nywele ni kwa ajili ya nervous system, mfumo wa hisia. Mfumo wa hisia pia unasaidia kwenye nywele. Nywele ziko highly sensitive, kwa hii inasaidia. Kazi nyingine kibiolojia, nywele zina act kama ni stem cell kwa ajili ya skin. Mfano mtu mwenye kidonda tukisema tufanye transplant kwenye kidonda chake, maana yake tunaenda kutukiwa zile sehemu ya hair follicle, kwa sababu pale ndo kwenye stem cell ya kila kitu. Hizo pia ni kazi ya nywele. Kazi nyingine inaleta protection, yani kukinga na dust, mavumbi yasituingie direct kwenye ngozi. Mfano kope, nywele hizi za kwenye macho, nywele za kwenye pua, hizi zote zipo zinasaidia kwa ajili hiyo. Na kazi nyingine ni kazi ya kisocial, ni tunasema kazi ya kijamii na ni personal issue. Mfano zinasaidia kuleta mvuto. Nywele zinaleta mvuto, na ndio maana watu tunakwenda resi na kujaribu kila staili kuhakikisha nywele zetu zinabaki kuwa kwenye mvuto ambao tunauridhia. Kila mmoja ana mvuto wake ambao anauridhia. Kwa hizi ni kazi za nywele kwenye jamii, na hii ni jambo la asili. Wanadamu wa asili wa zamani huko walikuwa wakitumia kila means, kila mbinu kuhakikisha kuweza kuweka nywele zao sawa ili kuweka mvuto, na kila jamii pia ina staili zake za uwekaji nywele. Hivi nywele zikishakuwa katika hali ya ukuaji, kuna namna unaweza kuzicontrol
na kuzifanya unavyotaka wewe? Maana yake labda nywele zangu zimekuwa ni za mviringo kwa juu wake. Sasa nataka control ili nizipeleke katika ile njia zinyooke. Yes. Ipo namna hiyo kwa sababu hizi ni protein ni chemical. Kwa hiyo zinaweza zikatumika chemical ambayo kwa ajili ya kustraight. Zipo kwenye market, kwenye masoko ya vipodozi, zipo dawa ambazo kazi yake ni kustraighten, kuzinyosha nywele kazi yake. Kwa hii inawezekana. Ukiacha hiyo, kuna chemical straighteners kwa yani physical straighteners, ukiacha chemical kwa kutumia mfano pasi, iron, kwa kutumia moto, kwa nywele zinanyoshwa kwa sababu hizi nature yake ni protein. Tunasema ni protein ngumu hizi. Asante, tutakuja kuangalia baadaye madhara yake katika upande wa matumizi ya vitu hivyo ambavyo vinasaidia kulainisha nywele ama kuzisimamisha nywele au kuziweka katika mitindo tofauti. Mtazamaji, kumbuka tupo katika Afya Kwanza na tunazungumzia afya ya nywele, ambapo nipo na Dr. Yunus Amur. Yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi pamoja na uzazi kwa wanaume. Daktari, tuangalie katika upande wa magonjwa ambayo yanahusiana na nywele. Okay, magonjwa yanayohusiana na nywele ni mengi. Kwanza kuna magonjwa ambayo yanapelekea nywele kuwa excess, kuwa nyingi, ama nywele kuwepo sehemu ambazo watu hazihitajiki. Hii tunaita kitaalamu hypertrichosis. Kitaalamu nywele tunaita tricho. Kwa hiyo hypertrichosis, mtu anakuwa na excess hair. Ama mfano wa magonjwa haya common kwenye jamii zetu, kuna ugonjwa unaitwa hirsutism, sana unatokezea kina mama. Kina mama anapata nywele sehemu ambayo si sehemu yake. Na magonjwa mengine ukitoa ugonjwa wa excess hair, na kuna ugonjwa ambao ni wa kupoteza kwa nywele. Hii kitaalamu tunaita alopecia, na ambayo zaidi tutafocus kwa leo kuelezea huu ugonjwa. Kwa magonjwa yamejigawa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, nywele zipo nyingi hazihitajiki, na nyingine nywele zipo chache zinahitajika nywele. Kuwa na nywele nyingi ambazo hazihitajiki inaweza kuleta madhara makubwa. Madhara makubwa ni psychological problem, yani mtu anashindwa kujikubali. Anaweza mtu akashindwa kutoka nje ama kwenda kazini tu kwa sababu hiyo. Hii ni tatizo kubwa kuliko ambapo tunafikiria. Sawa, tuzungumzie aina ya pili. Okay, aina ya pili ambayo ugonjwa wa kutoka kwa nywele, za kutoka, kupungua, kung'oka kwa nywele, huu tunaita alopecia. Mtu anakuwa hana nywele sehemu ambayo ilitakiwa yote nywele, hana, ama alikuwa nazo lakini zimepotea. Alopecia. Magonjwa haya yapo mengi. Magonjwa ya alopecia yapo mengi, yani yamejigawanya kila aina ugonjwa. Ambao commonest one kwenye jamii ambalo ni aghlabu jamii yetu lipo mpaka imezoeleka, kuna ugonjwa ambapo unaitwa androgenetic alopecia, kama ambapo picha zile tunazoziona. Hii Kiswahili tunaita upara. Mtu amefanya upara. Aghlabu kwa kina baba wakisha kufikia watu umri wa miaka 30 wanafanya ugonjwa huu. Na ugonjwa huu umejigawanya kwa upande wa wanawake na upande wa wanaume. Kuna male pattern ambayo ipo kwa wanaume, aghlabu inakuja by temporal recession. Nywele zinang'oka sehemu kama hizi zinang'oka, na ugonjwa ukiwa severe zinaungana mpaka upande wa nyuma, mtu anapata totally upara. Na upande wa kina mama wao pattern yake mara nyingi inakuwa kati pana nywele. Kwa nywele kwa hii tunaitathmini ukubwa wa tatizo kwa ukubwa wa gepo la hili kati. Kama hii picha ya pili, hii manake huyu mwanamama tatizo lake ni kubwa zaidi kuliko ile picha ya kwanza. Huu ugonjwa unaitwa androgenetic alopecia na unachochewa zaidi na mfumo wa homoni. Na huu ugonjwa unaweza ukaja kabla ya ukuaji wako ama ni baada ya ukuaji wako? Sababu mara nyingi kuna imani nje kwamba ukifikia umri fulani basi kipara kuja kwake ni kitu cha lazima. Huu ugonjwa unakuja baada. Ugonjwa unakuja aghlabu kuanzia wastani wa miaka 30-25. Kwa hiyo unakuja na vitu cha mwanzo genetic, vinasaba. Mtu ambaye ana kinasaba kwenye familia yake, baba yake, babu alifanya upara, basi yumkini na yeye akapata.
Chingine ni hii homoni, mfumo wa homoni, ambao mfumo wa vichocheo hivi vya uzazi vinakuja baada ya mtu kufikia baleghe. Kwa hivi pia vinakuja baada. Na jingine stress, msongo wa mawazo na stress za kimaisha pia vinaweza vikachochea ugonjwa huu ambao tunaita androgenetic alopecia. Huu ni ugonjwa wa awali ambao upo kwenye jamii, na jamii unaona ni ugonjwa ambao unafanyika na watu wanaweza kutibu. Kwa wanaume, aghlabu wanaume wanachukulia ni kitu cha kawaida. Wengi wanaume wanaona ni sehemu ya maisha, lakini kina mama ni jambo ambalo huwa linawatesa na linaweza likafanyika. Tunaweza tukatibu hii aina ya pili ya ugonjwa hii androgenetic alopecia. Ni ugonjwa ambao unatibika kwa sababu ugonjwa huu bado zile sosi ya nywele chanzo kipo. Magonjwa ya kupotea kwa nywele yanaweza kawa permanent, yani ya kudumu, ama sio ya kudumu. Na vipi tutajua? Tukiona ile asidi ya mwanzo, kuna ile picha nilikuonesha kwamba ina hair follicle. Hii hair follicle bado ipo, maana yake huu ugonjwa unaweza ukatibika na nywele zinaweza zikakua tena. Kwa hiyo ni ugonjwa unaotibika. Asante sana katika hilo. Lakini Dr. Bakia hapa katika maradhi haya yanayosababishwa na masuala ya nywele. Vyakula ambavyo tunakula vina mchango gani katika kusaidia juu ya kutopata haya magonjwa ya nywele? Vyakula vinavyokula vina mchango mkubwa, kwa sababu kama nilivyokuambia, hii ni protein sosi yake. Maana yake mtu ambaye ana lishe hafifu ataleta athari kwenye ugonjwa, na mtu mwenye lishe nzuri maana yake itasaidia ukuaji. Vyakula vinavyosaidia, mfano vya madini kama ya chuma, haya ni madini ambayo yana muhimu. Vyakula vya protini hivi vina muhimu, lakini na kitu kingine, vyakula ambavyo vinasaidia kupunguza makali ya stress za kwenye cell na kwenye nywele. Mfano hivi vyakula ambavyo tunasema vina antioxidant, highly antioxidant, ni vyakula ambavyo ni vizuri na vinasaidia kwenye hili. Kwa hilo ndio ugonjwa la mwanzo ambao linaitwa androgenetic alopecia. Ama kwa gonjwa lingine ambalo pia ni aghlabu kwenye jamii yetu sana, hili linapata watoto, linaitwa tinea capitis. Ni ugonjwa ambao unasababishwa na fungus infection. Ugonjwa huu sana aghlabu unapata watoto chini ya baleghe, watoto wa school age. Very aghlabu, ukienda mashuleni si rahisi kukosa watoto wenye shida. Hii ni fungus infection, kwamba kuna fungus ambao ni tunaita they are keratophilic, wanapenda keratin hizi za kwenye ngozi, protein ya nywele. Kwa hawa wanashambulia na wanaweza wakasababisha damage mpaka chini down kwenye hair follicle. Kwa hili pia ni ugonjwa linalokuwepo, lakini linatibika. Tiba yake kubwa, wagonjwa tunawapa tu dawa kwa ajili ya kutibu fungus. Na ugonjwa huu unaambukiza. Aghlabu pengine mtoto akija akiwa nalo, pengine wenziwe shuleni, marafiki zake ama ndugu zake nyumbani wanaweza wakawa nalo. Si aghlabu mtoto isolated yeye kama yeye awe nalo ugonjwa. Hili ni tatizo la fungus. Unatushauri nini sasa hapa kwa wazazi ambao tayari wana watoto wao ambao wana hii changamoto ambayo tunaizungumza? Ushauri wa mwanzo waje hospitali, tutawafanyia uchunguzi, tutawatibu na tutawaelekeza namna ya kudili nao. Mfano cha mwanzo ni matunzo ya nywele. Usishare vitana watoto, tunawaambia hao hataki kushare vitana kama na wenziwe, majirani au rafiki zake ambao wana shida kama hizi. Nao pia tutawataka wakatibiwe ili kupunguza ile athari ya kuambukizana, kwa sababu wengine wanarudi hospitali kwamba huyu kapona, lakini bado limejirudia tena tatizo, kwa sababu ile chanzo cha kupata yale maambukizi ya fungus bado kipo. Kwa huu ni ugonjwa wa pili ambao upo aghlabu kwenye jamii, lakini hususan kwa watoto. Na ugonjwa mwingine ambao upo pia kwenye jamii yetu, kuna ugonjwa unaitwa alopecia areata. Pia nywele zinatoka, huu unatoka unafanya vipechi kama vile pechi vingi kichwani, na mtu ghafla tu anaweza kalala
akiamka anajikuta hana nywele, ikawa ni kipara kabisa. Kipara, hajui. Ni jambo ambalo linaleta mkanganyiko kwenye jamii, na hata watu ambao wanaleta imani nyingine za kishirikina. Anaweza akaja, wanga amechukua nywele zangu, wanga amechukua nywele zangu. Na mara nyingi dokta, moja kati ya changamoto kubwa ambayo jamii inawakuta ni kutokana na hii ambayo tunaizungumza, hii aina ya tatu ya kwamba mtu amelala asubuhi anasema kwamba nimenyolewa nywele kabisa. Na tutesa sana hii. Tupe ufahamu. Huu ni ugonjwa ambao sio ugonjwa huu tunaita autoimmune. Maana kwenye miili yetu kuna chembe hai kwa ajili ya kuipa miili yetu kinga dhidi ya magonjwa ama dhidi ya vitu vyovyote ambavyo vina madhara kwa mwili. Badala ya kufanya kazi hii, seli hizi za kinga za mwili, sawa, hizi zinaenda kushambulia hair follicle, yale maoteo, chanzo cha maoteo ya nywele huko kwenye ngozi. Ikishambulia hivi, manake automatic nywele hizi zinakuwa haziwezi kusurvive. Kwa nywele hizi zinakuwa ziko dhaifu kwa sababu zinakuwa zishapata mashambulizi na zinang'oka tu kirahisi. Kwa ameweza kulala ule mtikishiko tu wa mto au godoro na kitanda, unaweza ukajikuta nywele zimeng'oka, asubuhi anajikuta hana nywele. Ni jambo lenye kushtusha kwa wagonjwa, ni kitu kinacholeta taharuki, lakini huu ni ugonjwa na tunachunguza. Akija hospitalini tunachunguza, tunavyo vifaa vya kuchunguza na tunamwambia kwamba huu ni ugonjwa wa aina. Na hivi pia ugonjwa huu pia una viashiria vya vinasaba kupita kwenye familia. Pengine kuna mzee wako aliwahi kuugua ugonjwa kama huu, na mambo mengine ni kama hivyo, stress na mambo mengine. Lakini nayo ni ugonjwa ambao unatibika. Na njia pekee ya kutibu ugonjwa huu, tunakwenda kwenye chanzo. Kama ni chanzo ni hizi cells, hizi chembe hai zinazosababisha kushambulia. Maana yake tukisuppress, tukizistopisha hii hali, basi nywele baadaye zinaota. Kwa huu ni ugonjwa mwingine wa tatu ambao upo pia kwenye jamii, unaitwa alopecia areata. Kuna namna watu tunafanya, wakati mwingine inawezekana ni makosa ndani yake. Wakati wa kutoa nywele tunakuwa tunazivuta moja kwa moja, kuna wakati mpaka shina linatoka. Ndio. Ile itakuwa na madhara gani kwa mwanadamu? Haya, hii ni madhara. Kwanza, kuvuta nywele, tabia ya kuvuta nywele, huu ni ugonjwa. Kuna watu wana ugonjwa, kuna ugonjwa huu ni ugonjwa wa akili, unaitwa trichotillomania. Mtu anakuja hospitali analalamika kabisa nywele hazipo, haziote, lakini kumbe huyu mtu ana tabia ambayo anashindwa kuicontrol mwenyewe ya kuvuta nywele. Nywele kawaida ukivuta inang'oka, na kama nilivyokueleza pale awali, zile stage za kukua kwa nywele, kuna anagen, catagen na telogen phase. Nywele ambayo ipo kwenye telogen phase, ukivuta inatoka kwenye shina, kwa sababu hii automatic inakuwa muda wake wa mzunguko umeshafikia ukomo. Hii haina madhara yote, na kawaida hata ukichana nywele inafanya kung'oka. Wanaosuka nywele, katika kusuka nywele zipo ambazo zinang'oka, lakini zikinyoka kwa kiwango kikubwa, huu unakuwa ni ugonjwa. Upo ugonjwa, na nafikiri tunaweza tukaelezea kama muda utakuwepo ambao unapelekea, lakini hakuna madhara ukinyoa, kwa sababu kawaida nywele ambayo haitoki lazima itakuuma. Ukivuta itauma, ikiuma utaacha itabia. Lakini kitendo cha kwamba wewe unavuta japo unapata madhara, huu peke yake unatosha kuwa ni ugonjwa na utahitaji msaada kusaidia. Okay, asante sana. Toto tukamilisha katika ugonjwa aina zetu zile za magonjwa. Okay. Tukitoka ule magonjwa yale, kuna ugonjwa mwingine ambao upo pia kwenye jamii, ni aghlabu watu wanakuwa nao. Kuna ugonjwa unaitwa telogen effluvium. Ugonjwa huu nywele zinafanya kung'oka, hazitoki zote kipara, lakini zinatoka kwa idadi kubwa. Hii aghlabu inachangiwa na baadhi ya magonjwa, stress, msongo wa mawazo. Hii ugonjwa huu aghlabu, mfano mkubwa, mama wakiwa kwenye kipindi cha ujauzito, mama amejifungua, mtu anaumwa na chronic disease, anaweza akasema leo nimeenda kusuka lakini nywele nyingi zimetoka.
Na kikawaida tukivuta nywele zitatoka, zipo ambazo zitatoka, lakini ni chache. Hii ni kawaida. Lakini sasa wewe unasuka umeenda rundo la nywele hivi, maana hili ni tatizo. Si aghlabu mtu kufanya kipara kikaonekana, lakini tukichunguza tunaona okay, huyu nywele zimeoka. Na nyingi za nywele zinazotoka ni zile ambazo ziko kwenye stage ya telogen phase, kuna ile phase inayokuonyesha za ukuaji wa nywele, na ndio maana ugonjwa unaitwa telogen effluvium, kwamba nywele nyingi zinatoka kwenye ile stage, wakati uhalisia hauko hivyo. Kwenye ile stage nywele zinazotakiwa zitoke ni chache. Ugonjwa huu mara nyingi hauna madhara ya moja kwa moja. Madhara makubwa ni ile psychological burden anayobeba yule mgonjwa ambaye anashinda kama hiyo, kwa sababu kitendo cha kwamba nywele zinapungua tu kila ukisuka au kila ukifanya hair care ni jambo ambalo linaleta mkanganyiko kwa mgonjwa. Lakini ni ugonjwa ambao mtu tukimpa muda, kama sababu ni stress, tunakupa muda. Kama sababu kama mama zetu ambao wakiwa wajawazito, tunampa muda baada ya kujifungua na baada ya kumaliza kukoga 40, hali yake ya maisha ikisha kurudi na nywele zitaimarika na hili tatizo litaondoka. Okay. Na kwa sababu moja kati ya jambo ambalo mara nyingi tumekuwa tukijiuliza katika upande ambao umegusia daktari, wanawake ama wajawazito baada au kabla wanakutana na hii changamoto mara nyingi sana ya kutoka kwa nywele, mpaka wengine wanaipeleka katika imani nyingine za kishirikina kwamba labda nywele zake zinatoka, kuna hasadi imeingia, kuna masuala mengine yameingia, lakini kumbe hii ni swala ambalo lipo kitaalamu kabisa. Yes. Na linaonyesha katika yale madhara ya nywele ambayo tunaenda nayo. Si wengi sana ambao wanazingatia afya ya nywele. Hii ni kwa nini? Hii ni kwa sababu unajua hizi ni behavior. Kuna mtu by nature anajipenda, kuna mtu yeye hana muda wa hizo. Kwa hii nafikiri ni katika behavior za mtu. Lakini hakuna maelezo ya kitaalamu kwa nini watu wanakuwa hivi. Hizi ni tabia ya mtu, hulka na behavior. Makuzi pia inategemea na makuzi ambayo mtu amekulia. Sasa tumekamilisha katika upande wa magonjwa ambayo yanasababishwa na nywele pale. Yapo bado. Tuendelee. Okay, ugonjwa mwingine huu unasababishwa na style ya usukaji sana kwa kina mama. Hii aghlabu kina mama utakuta nywele, tunaita ugonjwa unaitwa traction alopecia, kwa sababu traction kama ilivyo unatumia force kuvuta nywele, kwa nywele zinavutwa kiasi ambacho inafikia hatua nywele za mbele nyingi zinafanya kung'oka. Au style ya kusuka kama wale wanaosuka dread, nywele zinaunganisha, zinadondoka nyingi, kwa force ya zile nywele ukiunganisha na gravitational force ya kuzivuta zile nywele, kwa nywele automatic zinang'oka. Inafikia hatua mwanamama ana miaka 35 humu mote hana nywele. Kwa huu ugonjwa unaitwa traction alopecia na unasababishwa zaidi na style za ususi na style za utunzaji nywele kwa kina mama. Hili pia lipo tatizo hili aghlabu kwenye jamii zetu. Na ugonjwa mwingine ambao upo kwenye jamii sana hizi kwa watoto, na hii kwa watoto ugonjwa tunauita anagen syndrome, ama ugonjwa kwa sababu nywele hazioti kwa sababu ya nutrition, kwa sababu ya lishe. Hii aghlabu kwa watoto unatokezea. Nilikueleza pale kwenye ile stage za awali nywele jinsi zinavyokuwa. Kuna stage ya awali ya hair growth inaitwa anagen. Sasa at that point, kama mtoto yupo kwenye kansa, anatumia dawa zile zinaenda kuathiri mtoto ambaye yupo kwenye saratani, anatumia madawa yale yanaenda kuathiri hair follicle, kwa unakuta ukuaji wa nywele unaathirika, kwa nywele zinakuta hazijai au zinapotea kabisa. Mwingine lishe, mtoto ambaye ana malnutrition, ana lishe nzuri, kwa midamu huna lishe nzuri, maana yake hata kila kitu kinaweza kikaathirika pamoja na ukuaji wa nywele. Pia huu upo kwenye jamii. Watoto wapo wengi, tunaona mitaani, hospitalini wanakuja, na si aghlabu wazee au watu kugundua
kwamba labda huu ni ugonjwa. Wengine wanachukulia zitakuwa, lakini hii ipo, na hii ni ishara kwamba kuna tatizo sehemu. Maana yake nywele ni mlango wa ndani. Maana yake tukiona afya ya nywele haipo sawa, maana yake pengine kuna tatizo ndani ya mwili. Kwa pia huu ni ugonjwa upo, na magonjwa mengine nafikiri ni kama hiyo niliyoelezea. Trichotillomania, mtu mwenyewe anavuta nywele, akija hospitali tukimchunguza, na aghlabu nywele zile zinakuwa zimenyoka ule dominant hand upande wa mtu. Kama mtu anatumia mkono wa kulia yeye ama mkono wa kushoto, zitabaki mkono wa kushoto, upande wa kulia sana, kwa sababu si aghlabu mtu kung'oa nywele kwa upande kuzunguka kichwa. Kwa haya ni magonjwa ambayo common, yani ni aghlabu yapo kwenye jamii, yametamalaki, na haya yote tunayaweka kwenye kundi moja la magonjwa ambayo non-scarring. Maana yake nywele zinaweza zikaota, zikitoka zinaweza zikaota kwa sababu ile hair follicle, yale chanzo cha source maoteo ya nywele bado yamekuwa preserved vizuri. Akitibiwa mgonjwa, nywele zinarudi kama kawaida. Asante sana Dr. kwa ufafanuzi mzuri kabisa. Mtazamaji, ni Dr. Yunus Amur, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi na uzazi kwa wanaume, ambapo tumeangalia katika upande wa afya ya nywele kwa siku ya leo. Tuna mengi kabisa ambayo tutakuja kuyazungumza, lakini moja kwa moja tupate nafasi ya kuwasikiliza baadhi ya wananchi ambao nao wameeleza mitazamo yao kuhusiana na swala hili la afya ya nywele, ambapo imebidi tuwafuate kwa kufanya nao mahojiano na tupate taarifa yao kwanza. Naitwa Ibrahim Juma Hamadi, mkazi wa hapa Changu, maeneo ya Changu hapo kwa muda kwetu kabisa. Afya ya nywele kijumla, kwangu mimi ninavyoelewa, nywele zina changamoto mbalimbali, kama vile unaweza ukakuta watoto wadogo wameota, kumekuwa na mvi watoto wadogo kabisa, umri miaka 12, 13, wakati sisi kwenye maadili yetu tunavyojua nywele ili zifanye mvi angalau uwe na karne kidogo. Kwa sasa hivi huduma kama hizi za nywele kutusia au matatizo ya nywele imeongezeka. Kiufupi, ndani ya hichi kichwa, kiufupi zaidi mimi ninavyoelewa na ninavyosikia madaktari wanasema ni kama unakuwa una effect kwenye kichwa, yani kama ugonjwa. Mimi ndio ninaofahamu, lakini matatizo haya yapo. Wali kusikia kwamba kuna tiba yake yoyote? Mimi kiukweli sijasikia, kwa sababu mazingira haya ya mitaani tunaoishi, mimi na watu wengi sana wa karibu ambao wengine unamkuta mpaka kwenye ndevu mtoto mdogo anao mvi kabisa. Hapa anaweza kupata sehemu kadhaa na mvi, sehemu nyingine ana mvi, au wengine kichwa kizima, lakini sijapata ufumbuzi wa swala kama hili mpaka sasa. Na wenyewe kwa wale wanaoishi nao wanatafuta matibabu pengine au wanahisi kama ni jambo la kawaida? Sijaona. Wanaona ni mambo ya kawaida wakati wanaishi, wakati bado upo na wewe una survive kama kawaida, lakini kuhusu kufuatilia masuala ya dawa sio kipaumbele cha. Haya matatizo yapo kwa sababu katika jamii tunayoishi hapa changamoto kama hizo ni za kawaida sana za kawaida sana, kwa sababu utakuta sasa hivi mambo yale sisi tulizozoea zamani kabisa, masuala yale ni ya watoto sana wadogo, unaweza wakafanya mapunye. Sasa mtu akifanya vile zamani unaambiwa pengine pwepwe, unachukua majani ya miti kadhaa unamsugulia, lakini sasa hivi imekuwa mpaka nywele zinaweza zikaondoka kabisa na kichwa kisipoe kabisa moja kwa moja. Jina langu Hamid Haji Ali, mkazi wa Tobondo Changu. Kuna tiba yoyote unajua ambayo kwa inafanyika kwa ajili ya pengine mtu anapokuwa na tatizo la nywele? Tiba ambayo inafanyika kwa tatizo la nywele, labda sometime kutokana na mazingira tunayoishi, tunafahamu kutokana na mazingira tunayoishi, nywele zetu, mavumbi labda sometime yanasababishwa, ushanfahamu lakini tiba ni kutafuta dawa tu za nywele, ushanfahamu, dawa za mitishamba labda kama hivyo, ushanfahamu, mafuta ya nywele pia ni tiba ya nywele. Vipi unazitunza nywele zako zinaendelea kuwa nyeusi na kuimarika kila siku bila kuwa na matunzo tu bro? Kivipi? Matunzo, usafi tu, unaweka usafi, ushanfahamu natumia mafuta mazuri ambayo yataweza kuweka katika usmart nywele zangu. Kwa ajili ya urithi au ni matatizo ya sometime ni urithi, kwa sababu wapo watu wengi ambao
wana matatizo kama hayo. Sometimes ni afya pia, utunzaji wa nywele, shanifahamu. Wanatumia tiba gani au wameshajiona kwamba hapo vile wanaiacha? Wengi wao wanaachana nayo. Mtu anajiona yuko vile, anaona ni kawaida tu, pengine ni Mungu ashamjalia, lakini wengi wao wanajaribu kutafuta tiba mbadala. Abudu Shaibu, mkazi wa hapa Changu, Chomondo Changu. Matatizo ya afya nywele pia yapo, kusikia sana tu, kwa sababu kila mtu na maradhi yake au kila mtu na alivyo, unanielewa? Kwa kuna wengine anaweza wakachana nywele wakawa kichwa kinawauma, wengine kila mtu na mwenyewe anapojisikia kiurefu. Wanatumia tiba gani kwa ajili ya kuondoa tiba bwana? Kwa hiyo maradhi kashapata, anajua tiba ambayo anatumia, lakini mimi sijawahi kupata. Kwa mimi ndio maana nakuta yale ya kichwani mapuepo yale yanaitwa tayari. Kuathiri vipi kwenye ngozi yako na pengine ukuaji wa nywele zako kwa kipindi hicho? Kuniathiri mimi, nilikuwa naona aibu tu, kwa sababu unajua kitu kama kile lazima kwanza ukate nywele, uwe unapara, alafu mnishikio ndo kama hii hapa, huwezi kuelewa. Umefahamu? Kwa hiyo mimi alikuwa naona aibu, hamna kitu ambacho kimeniathiri. Mzee kama mzee akimwona mtoto wake kitu kama kile kimemtokea, lazima atamtafutia dawa kwanza, ushanifahamu? Kwa sababu si kitu kizuri kwa muonekano. Ukimwona tu mwenzi yule ana wadude kama yale, hata wewe huwezi kukaa naye, kwa sababu unajua atakurukisha tu maradhi, unafahamu? Kwa kitu kama hicho, unawashauri nini wenye matatizo kama haya? Mimi ninawashauri matatizo, kwa sababu asilimia kubwa wazazi tumekuwa tunadharau matatizo kama hivi madogo yakijitokeza kwenye familia zetu. Lakini sasa mimi ninawashauri matatizo kama haya au dogo linapoanza, unashauri wangu wafike kwenye vituo vya afya ili wapate orodha zaidi, kwa sababu tatizo linaanza hivyo kidogo alafu linakuwa kwa wingi, mwisho wa siku linakuwa tatizo kubwa, huwezi kulimudu. Ushauri wangu tusijiachie, smart uwepo, tafute mazingira ambayo ataweza kutuweka smart. Ushanifahamu mtu usijiachie, uweke nywele zako smart, utafute tiba, utafute dawa ambazo zinaweza kuweka katika hali ya, kwa sababu maradhi ya ngozi au maradhi ya nywele sio kimchezo, sio kuwapotezea. Kitu gani ungewashauri kwa ajili ya kutengeneza muonekano wa nywele zao pengine na kutibu afya zao? Watafute dawa tu, hakuna chengine hapo, ni dawa. Ukipata dawa, ukisha muonekano wako ukirudi, basi umalize. Baadhi ya wananchi ambao tumeona hapa wakieleza kwa mtazamo mpana kuhusiana na afya ya nywele. Daktari, imetuonyesha kwamba watu wanafahamu kuhusiana na afya ya nywele, lakini nimeona changamoto ni katika upande wa kutafuta tiba, kwa sababu anajua kwamba hii ni tatizo la nywele, lakini bado tunaendelea kuchukulia kwamba ni kitu ambacho baadaye kitarejea kama kawaida. Kwenye swala la tiba imekuwa ni changamoto sana. Tutakuja kulizungumzia kuhusiana na hili tiba, lakini awali tunazungumzia kuhusiana na afya nywele na kueleza katika upande wa mitindo tofauti ya nywele. Tukasema kwamba kuna namna ambayo unaweza kuzilazimisha nywele zikao katika mfumo ambao wewe unautaka. Na huu Yesu kaeleza katika upande wa vipodozi au matumizi ya vifaa vingine kama ni pasi katika kunyosha na vitu vingine. Hebu tuje katika matumizi ya vipodozi katika nywele na pia kuangalia na madhara yake ama faida yake kubwa sana. Vipodozi kwa ajili ya nywele vimejigawa, tunaweza tukavigawanya navyo kwenye makundi mawili. Kwenye market, yani kwenye soko la vipodozi duniani, hata hapa kwetu ni kubwa, na watu kila mmoja anakuja na yake, lakini jambo la msingi katika vipodozi vinaweza vikafanya kazi moja katika hizi. Kuna ambavyo vinakwenda kufanya kazi kwenye layer ya nje ya nywele. Kwenye zile picha ambazo zilionyeshwa pale, ile nywele ile yenyewe ina layer ya nje inaitwa cuticle. Hili ni layer kama ile plastic tu la nje. Halafu kuna layer ambayo ipo ndani baada ya cuticle, imejificha ndani, inaitwa hair cortex. Kwenye hii nywele hii nyeusi ambayo tunaiona hii. Kwa hiyo kuna vipodozi ambavyo vinaenda kufanya kazi kwenye layer ya nje kwenye cuticle, na kuna ambavyo inabidi vipenye ile dawa kama ni chemical au kitu gani
vipenetrate mpaka kwenda kwenye cuticle na kwenda kuleta athari ya ile kipodozi. Lengo la kipodozi ni iza kwa ajili ya hair care, just care, ama kubadilisha muonekano wa nywele. Mfano, tunakuja na aina ya mwanzo ambazo zinaenda kuathiri kwenye cuticle. Hizi aghlabu kina shampoo, hair conditioner, hair oil, hair serums. Hizi sana aghlabu kwenda kufanya kazi yake ni kwenye hile ya nje, ambapo kazi yake kubwa ni kufanya cleansing, kusafisha. Cleansing itasafisha nywele kwa sababu nywele zinakuwa zinaingia mavumbi na some exposed parts zinaingia mavumbi, mabaki ya mafuta yanabaki. Kwa hii kazi yake kwa shampoo inaenda kufanya cleansing, na jingine ku softening. Softening inafanya kulainisha na kungarisha nywele, zinakuwa zina muonekano mzuri. Ama gels, hizi gel naita gel, hizi zinaenda kusaidia styling. Ukitumia gels na moisturizer za nywele zinasaidia kuzimanipulate. Kwa wale ambao wanataka nywele ziwe zinakaa mkao huu, kwa sana vipodozi vya aina hiyo. Halafu kipodozi vya aina ya pili ambapo hivi vinaenda kufanya kazi kwenye cortex, inabidi vipenetrate. Hizi ni chemicals ambazo inabidi zipenetrate. Sana ni alkaline in nature, yani zinaenda kuchange pH ya protein. Hii kumbuka ni chemical, hii ni protein. Kwa inabidi hii protein pH yake iwe changed, sawa, ili iweze kuruhusu kuwa manipulated. Kwa hii zinaenda kubadilisha nature ya nywele, ile asili ya nywele yenyewe inabadilika. Mfano rangi, mfano kama hizi kutumia kitu kama dye au hair relaxers. Nywele inaweza ikawa well manipulated. Kama mtu anataka, bwana mimi nataka curly nywele ambazo ziko spiral hairs, hizi zote inabidi vipodozi vya kutumika ni vya aina hivi. Madhara ya moja kwa moja, tunasema kipodozi ambacho kipo salama hakina madhara. Madhara yatakuja, mfano madhara katika ngozi ya kichwani, ngozi ambayo ina sehemu ya nywele, ngozi ya kichwani. Watu wanapata ugonjwa unaitwa contact dermatitis kwa sababu hizi ni chemical umeziingiza na inabidi lazima touch skin, zitagusana na ngozi. Kwa watu wanapata contact dermatitis. Zipo ambazo zina madhara ya baadaye. Sasa hivi unaweza kukuta wewe is okay, lakini baada ya miaka kadhaa zinakuletea madhara. Na madhara mengine ni kwamba labda chemical hizi hazijawa salama, pengine hazikuthibitishwa ama pengine haziko salama. Wengine wenye allergy, manake sawa, wewe umemsikia tu mwenzio ametumia hichi kimemsaidia, lakini wewe unaenda kunatumia wewe hakina faida na wewe kinakuletea madhara, either allergy au vitu vingine. Na njia nyingine ya kufanya ni kwa kutumia physical methods. Physical method ndio hizi ambazo natumika, pasi, steaming, zote kwa sababu hii ni protein, ikitumia high temperature inakuwa easily manipulated. Kwa hivi ni vitu ambavyo vinawezekana. Asante sana katika hilo. Tukirejea katika mitindo ya nywele, mitindo ya nywele nayo inategemea. Mitindo ya nywele kama hapa kwetu utamaduni wa Waswahili African, kwa sababu sisi nywele zetu African ziko coarse, ni pana na kavu. Nywele zetu zinakuwa ni kavu na ni pana, ni rahisi kuwa manipulated kwa njia hizi braiding style za kusuka. Hizi hazina madhara, ziko nyingi zao ziko salama. Sana kuna ile kama nilionesheni ugonjwa wa traction alopecia kwa sababu ya nature ya styling, au katika kuunganisha inategemea material ya nywele ambazo unaunganisha. Kina mama hao wenye kuunganisha nywele, kwenye kukata nywele wa vijana, wanaume ukataji nywele saluni hauna madhara, sababu yote ni katika kutengeneza muonekano. Kuna mwingine anapenda nywele zake ziwe nyingi, mwanamume hapendi kukata. Kuna mwingine anapenda kate. Kwa hizi zote hazina madhara. Matumizi ya mafuta ni muhimu kwa sababu kuzilainisha nywele ziwe laini na ziwe zina shine, ziwe blooming, ziwe zina muonekano mzuri. Hizi zote ni katika vitu ambavyo vina umuhimu katika kumpa mtu muonekano na kuongeza thamani ya mtu.
Asante sana. Hebu Dokta, tuelekee kwenye tiba. Tumeshazungumzia afya nywele, tukaelezea katika upande wa magonjwa kwa aina tofauti tofauti. Sasa tuangazie katika swala la tiba. Kuna tiba kwa haya ambayo tunayazungumza? Yes, magonjwa karibia yote hayo tuliyozungumza yana tiba. Na tiba ina focus zaidi kwenye kuhakikisha nywele zinarudi. Sababu ndio shida ya msingi tunazungumzia, na kwenda kuondoa tatizo. Tunaondoa tatizo na vipi tunarudisha nywele. Sasa tiba itategemea na aina ya ugonjwa. Tumeeleza magonjwa mengi hapo, lakini katika tiba miongoni mwa vitu muhimu ni psychological counseling. Sometimes tunaweza tukaona sisi madaktari, unakuja mgonjwa, tatizo lako tukaona sio kubwa. Mbona sio kubwa, lakini kwa mgonjwa likawa ni tatizo kubwa kwake linalomtesa. Kwa hiyo psychological address ya kumshauri mgonjwa, kumcounseling na kumtuliza ni sehemu kubwa katika matibabu yetu ya ngozi. Kuna magonjwa yanachukua muda mrefu. Kuna magonjwa tiba yake pengine hapa kwetu haipatikani. Kwa hivi vyote mgonjwa inabidi tumtumie muda wa kutosha kuhakikisha mgonjwa tunampa counseling na ushauri wa kisaikolojia, ushauri nasaha, na wengine ikibidi huwa tunawapeleka kwa wanasaikolojia ama kwa madaktari wa magonjwa ya akili kuweza kudumu. Tiba nyingine tuna address matibabu husika, dawa husika. Na jingine inawezekana pengine matibabu husika pia yanachelewesha kuotesha nywele. Kwa hiyo kuna tiba ambazo zinasaidia uoteshaji wa nywele. Maana yake zipo dawa ambazo tunakwenda kuleta effect kwenye zile nilizokuonesha kwenye hair follicle, kwenye yale maoteo ya asili, ili kuboost regeneration ya nywele, ambao hii sana tunatoa mfano. Zipo ambazo ni modern evolution zilizopo duniani, na nafikiri hata hapa kwetu Zanzibar zinapatikana. Kuna growth factors, zipo dawa zinaitwa hair growth factors. Zipo dawa ambazo zinaitwa mesotherapy, ndani yake kuna growth factors na vitu vingine. Hivi vinaenda kusaidia nywele kukua. Na ipo njia nyingine tunatumia platelet rich plasma. Hii ni mgonjwa tunatumia damu yake mwenyewe. Mgonjwa tunatumia damu yake mwenyewe kwenda kuboost uzalishaji wa nywele. Tunatoa damu, sample za damu, baadaye tunakwenda kuzifanyia processing. Baadaye sisi tunaenda kuchukua hizi growth factors ambazo anazo mwenyewe kwenye damu yake, tunakwenda kuinject kwenye zile sehemu ambazo tunataka kuboost ukuaji wa nywele. Na jingine katika hizi vipodozi, vipo ambavyo kazi yake kustraighten, kurefusha nywele. Vipo vipodozi ambavyo kazi yake vinarefusha nywele, na yapo mafuta ambayo yanaenda kusaidia hivi. Tunatumia aina moja ya dawa inaitwa minoxidil. Hii ni dawa maarufu duniani kwa ajili ya kusaidia uotaji wa nywele. Na tiba nyingine katika tiba hizi, hii kidogo inaumiza, tunaenda kuboost hizo growth factors za kwenye ngozi ambazo zitasaidia uotaji wa nywele. Tunaenda kumpatch mgonjwa, tunamchoma. Tukichoma tuna inflict trauma kwenye ngozi. Ukiinflict trauma, yani tunaenda kusababisha ajali, yani athari kwenye ngozi, ambapo hii itachochea ngozi itengeneze growth factors. Ikitengeneza growth factors, maana yake hata nywele zitapata athari na nywele zinaweza zikawa boosted. Hii tiba pia itakuwa na stage. Na kama hii ambayo nilizungumzia ni stage ambayo yule mtu ambaye tayari amekuwa konki. Haswa hizi ni stage. Hizi nyingine ni tiba za dawa tu. Kimpa dawa mgonjwa, baada ya muda anatibu. Na njia nyingine, ikiwa zote zimeshindikana, ni kuna njia ya hair transplant. Tunatoa nywele sehemu ambayo ipo salama, tunaenda kuotesha nywele yako ile sehemu ambayo tunataka nywele ikue. Na zikishindikana zote hizi, na hii ni gharama, hii ni ghali, bei yake ni kubwa. Ikishindikana zote hizo, basi tunatumia camouflage. Camouflage maana yake kutumia mfano mawigi, aghlabu hapa kwetu mawigi, ili kukupa ule muonekano ambao mwenyewe una utamani na unakubebesha.
na market, cosmetic market ipo, ina kila design za mawigi kulingana na mwenyewe unapotaka, mpaka ya wanaume pia yapo siku hizi. African, nataka wewe bwana, mimi ni Mwafrika, nataka nywele zije wigi za nywele za Kiafrika pia zipo hivyo vitu. Hii lengo ni kumpa mtu kile anachokihitaji ili kumuongezea thamani na kurudisha ile self esteem ambao anahisi amepoteza kwa sababu ya ugonjwa wake wa kupoteza nywele. Katika tiba hapa dokta, kwa sababu tunawasikia madokta wengi wanasema kwamba physiotherapy moja kati ya kitu ambacho kinasaidia kutibu magonjwa mbalimbali. Ndio. Kwa upande wa afya ya nywele, physiotherapy na mchango wote katika kutibu? Physiotherapy kwa sababu hii sana inadili na mambo ya viungo. Sidhani, sijaona kama physiotherapy labda sana inaweza ikasaidia kupunguza stress. Mtu ambaye yupo na stress inaweza ikamsaidia, lakini sana sisi tunatumia hiyo, ndio kwambia tuna punch micro needling, tunamchoma sindano ndogo kuweza ku inflict pain, trauma kwenye ngozi ili kuboost growth factors kwenye nywele. Asante sana katika hilo. Dokta, kuna watu wana changamoto mara nyingi ya tunaita mvi. Moja kati ya sehemu ya kichwa inawezekana kuna nywele nyeupe ambazo zinazitokeza, aidha zitakuwa kwa kishungu au zitakuwa ni moja ambazo zinaota. Kuna wakati mpaka sehemu ya ndevu pia unakuta kuna nywele nyeupe. Hebu tulizungumzie nalo hilo. Ni changamoto kuhusiana na afya ya nywele au kuna gonjwa jingine zaidi ambalo linapelekea kwa hali? Kwanza mvi ni sehemu ya makuzi. Binadamu akifikia umri fulani inategemewa ataanza kupata mvi, tunaita graying. Mvi hizi nywele nyeupe zenyewe tunaita graying of hair, yani nywele zinakuwa rangi ya gray, sio kwamba ni nyeupe kama nyeupe zinaanzia. Hii ni normal, hii ni normal physiology. Ni kitu ambacho hakina mbadala, yani mtu utapata tu graying, lakini kama ulivyosema ni jambo ambalo linaleta athari. Pengine unakuta kijana kama mie nimeanza kuota mvi, nakosa kujiamini, najisi mimi bado ni mdogo, kwa nini napata mvi? Sasa chanzo cha mvi hii inakuja kwa sababu ya age. Mtu unakuwa umri umeshaanza kuenda. Hii tunasema hii ni message unapewa kwamba umri umeshaenda. Na chanzo chake kinaanza kule kwenye zile picha nilizokuonesha kwenye maoteo ya nywele. Kwenye maoteo ya nywele kuna kitu kinaitwa melanocyte, ndio kinachosababisha nywele kuweza kupata rangi. Kwa hii inashindwa kufanya kazi yake husika. Ikishindwa kufanya kazi ya husika, maana yake inashindwa kuipa rangi ile nywele husika inayotoka. Kwa hapa ndo chanzo cha mtu kupata mvi. Kawaida mvi unaanza miaka 30. Mtu ambaye atapata mvi kwa sisi wa Afrika, yani ngozi zetu sisi, akipata mvi chini ya miaka 30, huyo tunasema huyo ana premature graying. Hili ni tatizo, ni ugonjwa. Na mvi unakuja na chronological age, ule umri kama hivyo nilivyokuambia, lakini vile kuna na vitu vingine vinaweza vikachochea mtu kupata mvi. Miongoni mwao stress. Stress inapelekea kupata mvi. Stress, magonjwa, mtu ameumwa na chronic diseases, magonjwa ya muda mrefu ambayo yatampa stress, mtu huyu anaweza akapata mvi haraka kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo hii inategemea na vinasaba. Vile kuna familia background yao, ukifanya tathmini, hawa wanapata mvi mapema kuliko familia fulani. Kwa hiyo tukimwambia babako vipi wewe, tunaanza baba bwana, mimi baba wangu alishafariki lakini alikuwa mimi namkumbuka na mvi tu. Kwa hii ni ishara ya hali hiyo. Kwa mvi ni sehemu ya tunasema ni sehemu ya kibiolojia. Lakini kama ilivyo, kwa sababu ni muonekano, kuna mtu anahisi mimi nimepata mvi mapema mno, anahitaji kuondoa. Zipo manufa ya kuondoa, lakini sana tunatumia hizo. Wengine wanatumia permanent au artificial, njia za kwa mfano hata hina tattoo wanatumia kwa ajili ya kumask, kuficha ule mvi. Asante sana. Dokta, tunatamani tuendelee lakini muda wetu hauturuhusu kuendelea zaidi. Ni kupe dakika chache kabisa. Leo tutawapa ushauri wale ambao wana upara. Mara nyingi
wamekuwa ni kitu ambacho kinawasumbua sana. Ndiyo. Hebu washauri ili tukamilishe katika Afya Kwanza na wapate faida nao pia ndani ya Afya Kwanza. Mimi ushauri wangu kwa mtu mwenye tatizo hilo, kama anajihisi hawezi kuhimili, tunamkaribisha aje hospitali, tutamwelezea nini ambacho kipo, tutamfanyia uchunguzi na tutampa option, yani njia mbadala za kimatibabu ambazo yeye anaweza kahimili kuzifanyia kazi na nywele zitaweza kurudi. Lakini wapo wengine wao si tatizo, wao wanaweza kuhimili. Kwa hiyo ushauri wetu, tunawakaribisha hospitalini waje waonane na madaktari wa ngozi. Bahati nzuri Zanzibar wapo madaktari wa kutosha wa ngozi, alhamdulillah, tunawakaribisha. Asante sana. Sisi tunakushukuru katika Afya Kwanza na umetupa faida kubwa kwa siku ya leo. Mtazamaji, ni Dr. Yunus Amur, yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi lakini pia uzazi kwa wanaume, ambapo leo katika Afya Kwanza tumezungumzia kwa undani kabisa kuhusiana na afya ya nywele, katika kuona asili yake nywele, lakini pia katika upande wa tiba kupitia magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na nywele. Matumaini yetu ni kwamba umepata faida kubwa katika haya ambayo tumekusogezea kwa siku ya leo. Tutakuwa hatuna la zaidi. Mimi ni Hilal Omar, lakini tunashukuru sana timu yote ya Afya Kwanza kwa kuhakikisha kwamba hili jambo linakwenda vizuri kabisa. Pia tunamshukuru Dr. Nofal kwa kuhakikisha kwamba tunapata wataalamu wa afya na kuja kuzungumza nao masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na afya. Hadi wakati mwingine, tuwatakie utazamaji mwema vipindi ambavyo vinaendelea kutoka hapa Zanzibar Cable Television.